Sote tutambua ya kwamba mbwa na nguruwe ni najisi mughallaba, najisi nzito. Hadithi na fiqh zikitolea kwamba kuoshwa ni mara 7 moja kwa mchana. Lakini tukisoma Qur'ani yatuashiria ya kwamba kuna mbwa wa ashabul kahf. Kila ukiitaja idadi ya wale vijana utaambiwa ya kwamba niongeza ile idadi ni yule mbwa. Ukisema ni watatu, Qur'ani inatuambia rabiu karibu. Wanne wao ni mbwa. Kila idadi utakayoitaja ongeza mbwa ya kwamba ni miongoni mwao. Yule mbwa pamoja na uchafu wa najisi yake, lakini alipata thamani na Qur'ani ikamkumbuka na ikamtaja katika aya mpaka kiyama atasomwa, kwa sababu tu alishikamana na vijana wema. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ikiwa mbwa alipata thamani kwa ajili ya vijana wema, ikiwa meza ya chakula ilikuwa ni sherehe kwa Bani Israila, je, sisi tukishikana na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ndio tunayemuishi naye katika maisha yetu, hamuioni ya kwamba thamani yetu kwa Mola subhanahu wa ta'ala itakuwa kubwa? Ndio mshairi akasema, jasadun tamakkana hubbu ahmad fihi Allahi inna al-amra la tubili. Ile mili ambayo ndani ya mili hiyo kuna pendo la kupendwa Mtume alayhi salatu wassalam, hata mtanga pia hawezi kutafuna mili hiyo baada ya kuzikwa. Au kaifa yakulu turabu wa hubbuhu fi qalbihi wa madihuhu fi fihi. Mtanga utafuna namna gani mili ambao kwamba pendo la Mtume liko ndani ya nyoyo zake katika mwili huo na sifa za Mtume ziko katika ndimi zao. Al-Imam al-Habshi ndio akasema ya kwamba wa man adhanna wa harabna asalu waliya. Mwenye kulaumu haya yafanywayo watu kumsherehekea Mtume alayhi salatu wasalam na kuteremka naye, mtu huyo huwa ni pite. Maana mdahu nabii hatusifu isipokuwa ni Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa nini nimkere mwingine? Sasa ndugu zangu, tuchukue ni bishara kwamba haya tuyafanya yatupa thamani kwa Mola subhanahu wa ta'ala, yatukurubisha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio hadithi moja Ibn Abbas radhiallahu anhu Allah kwa mikaa mahali, akaja bwana akamtukana tusi ya ndani ya nguo. Alipomtusi Ibn Abbas akasema, atasubuni wa fiya 3 fisali, wanitukana mimi wakati ndani ya nafsi yangu kuna mambo matatu makubwa. Tukosewa adabu, tuweze kutukana, tuweze kusema, lakini angalia namna alivyogeuza neno lake Ibn Abbas ya kwamba unapokosewa adabu, hebu yakumbuka haya matatu uko nayo kwa nafsi yako. Maana kana kwamba niliyotuambia, ikiwa una hayo basi anayekutusi na kukutukana amekudhulumu, kukosea. Akasema, inni la asma'u akhbara ghayfi halla bi qawli. Mimi husikia habari za mvua. Mvua hiyo imewateremkia watu mbali sana. Walaysa li min tilka al-ardhi misaima, na huko katika ardhi hizo sina mnyama, sina mbuzi, sina ng'ombe ambaye kwamba ataneemeka na malisho yatakayozalikana na mvua hiyo. Fa afrahu bidhalik, mimi hufurahia kwamba kuna ndugu zangu wamepata neema ya mvua mahali. Tuje katika wadi yetu na hadithi hii na maneno haya. Umewahi ndugu yangu Muislamu kuifurahia neema ya mwenzako baada ya kusikia ameneemeka? Ikiwa Ibn Abbas asema mvua zilizoteremka mahali mimi zanifurahisha, na si kwamba nafurahia kwamba kuna ng'ombe wangu wataneemeka na nyasi au ngamia wangu, sina mnyama, lakini kwa kuwa kuna ndugu zangu waneemeshwa na mvua, mimi hilo kunafurahia. Yule mzee mmoja alirudi mtaani, homa ikapanda mpaka akapelekwa hospitali, akiwa na drip za maji. Walipofuatilia sababu nyingine, wasema alipoondoka katika safari yake kurudi, au na mzee mwenzake katika masahibu zake nyumba yake kupigana. Kwa ile chukia neema ya mwenzake, homa ikapanda na maalasaf mpaka hospitali na madrip ya maji kwa juu.
kwa sababu tu ameona nyumba ya mwenzake ni pakarani. Sasa sisi ndugu zangu, tuishi vipi na mazungumzo haya ya Ibn Abbas? Sema jambo la pili, inni la asma'u akhbara hakimin yahkumu bil 'adl, mimi huzisikia habari za hakimu anayehukumu kwa uadilifu, wala uqadhi mimi, na sina kesi ninazopeleka huko. Moyo wangu hutulia kwamba kuna mtu afanya kazi njema mahali, na sifaidiki na kazi yake tu, ni kwamba yafanya kazi njema mahali alipo. Tujiulize walimu na mashehe, je, umefurahia kazi ya mwalimu zako unaifanya sehemu ya mbali, au tutatiana ila na kuzungumzana vibaya katika maisha yetu? Jambo la tatu akasema, inni la amuru bi ayatin min ayati llah, mimi kuzisoma na kuzipitia aya katika aya za Mola subhanahu wa ta'ala. Fala waditu anna jamia an-nasi ya'lamuna ma a'lam, kutamani ya kwamba watu wote katika ulimwengu wakijiwekea kijuacho mimi katika aya ile niliyosoma. Tujiulize na sisi, ile elimu uliokuwa nayo wamtamania mwenzako awe nayo? Ule ujuzi Mola alokupa watamani mwenzako ujuzi huo awe nao? Kile kizuri ambacho Mola amekupambanua nacho na wenzako watamani mwenzako ukipate? Sasa haya ndugu zangu ni mafunzo mazuri ambayo tukiondoka nayo katika mawalidi zetu kabla ya kufaidika na maneno ya Daktari, lakini tuishi na mazingira ya kwamba ahibba linasi ma tuhibbu nafsi, kile ambacho wewe unapenda basi mpendelee na wenzako katika maisha yako. Usimseme vibaya, usimzungumze vibaya, wala usimtafune maishoni. Tukiishi hivi Waislamu tutakuwa takabwa moja. Tukiishi hivi Waislamu tutarudi katika ile izza yetu na Mungu wetu. Lakini tukiishi ya kwamba tahasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, basi adui kutupiga ni rahisi sana, kwa sababu vita vya kuku huwa ni furaha kwa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.